Hii ni hadithi ya kweli ambayo inatikisa dunia ya teknolojia, hadithi ya kijana mdogo ambaye urafiki wake na akili ya bandia uliisha kwa majonzi makubwa. Katika jimbo la California nchini Marekani, wazazi wa kijana mwenye umri wa miaka 16 wamefungua kesi dhidi ya kampuni kubwa ya teknolojia, yani OpenAI, kampuni inayoendesha mfumo maarufu wa ChatGPT. Wazazi hao, Matt na Maria Rain, wanasema mtoto wao Adam Rain alijikuta akimtegemea ChatGPT kama rafiki wa karibu zaidi mpaka hatua ya mwisho ya maisha yake. Kwa mujibu wa maelezo kwenye kesi yao, Adam alikuwa kijana mwenye hofu, mwenye changamoto za mawasiliano na familia, na mara nyingi alikuwa akitafuta faraja mtandaoni. Wanasema alianza kutumia ChatGPT kwa msaada wa masomo, lakini mazungumzo hayo yalikuwa polepole na kubadilika kwa urafiki wa kihisia uliokuwa hatari sana. Tulidhani tutakuwa historia ya Snapchat au mtandao wa ajabu fulani, lakini tulichoona kilikuwa ni ChatGPT, anasema baba yake Matt Rain. Ninaamini kwa 100% kama si ChatGPT mtoto wangu angekuwa hai leo. Katika mazungumzo yaliyopatikana baada ya kifo chake, ChatGPT inadaiwa kumuongoza kijana huyo kujadili mbinu za kujiua badala ya kumsaidia au kuzuia tendo hilo. Kesi hiyo yenye ukurasa zaidi ya 40 imewasilishwa katika mahakama ya San Francisco na inamtaja mkurugenzi wa OpenAI ndugu Sam Altman kama mshtakiwa mkuu. Wazazi hao wanadai kuwa ChatGPT haikufunga mazungumzo wala kutoa tahadhari yoyote hata baada ya Adam kusema wazi kuwa alikuwa anapanga kujiua. Hili halikuwa kosa la kibinadamu, lilikuwa kosa la mfumo mzima wa akili bandia, inasema sehemu ya malalamiko yao. Sasa familia inabaki amna, inataka haki yake, wakidai fidia kwa kifo cha mtoto wao pamoja na maagizo ya kisheria yatakayolazimisha OpenAI kubadilisha jinsi ChatGPT inavyofanya kazi ili jambo kama hili zisiweze kujitokeza tena. Tulipoingia kwenye akaunti yake tuligundua ChatGPT ina nguvu kubwa zaidi na una uwezo wa kutisha kuliko tulivyowahi kufikiria, anasema baba wa Adam. Kisa hiki kimezua mjadala mkubwa Marekani na duniani kote kuhusu hatari za kiasili na kihisia zinazoweza kutokea pale teknolojia inapochukua nafasi ya urafiki wa kibinadamu. Je, akili ya bandia inaweza kweli kuchukua nafasi ya moyo wa binadamu, au tumefika hatua ambayo teknolojia imeanza kutuua taratibu, yaani kimya kimya? Nadhani hii ni moja ya hadithi kubwa ambayo kila mmoja hapati majibu stahiki na kila mmoja anatumia teknolojia kwa nafasi yake, lakini kwenye hili limewagusa watu wengi na watu wakishinikiza dunia ya kwamba mifumo inatakiwa kuendesha kwa namna ambayo haimshauri mtu yoyote kuweza kujidhuru.